lakini yeye aliyekuwa katika ziki hata kosa changamko. Hapo kwanza aliingia nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa, lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu, karibu na njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya mataifa. Mstari wa pili, watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu, wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangazia. Umeliongeza taifa, umezidisha furaha yao, wanafurahi mbele zako kama furaha ya wakati wa mavuno, kama watu wafurahiavyo wagawanyavyo nyara. Mstari wa nne, kwa maana umeivunja nira ya mzigo wake na gongo la bega yake na fimbo yake yeye aliyemwonea, kama katika siku za Midiani. Sema kama katika siku za Midiani. Sema kwa sauti kuu. Okay, nitarudia mstari wa pili. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru, na wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangazia. Nitafundisha kwa muda wa siku 3 hizi ujumbe unaosema the light has come. Nuru imetujilia au imetuzukia. Bwana Yesu asifiwe. The light has come. Na haya ndio maandiko nitakayotumia siku zote. Haya tu, mengine nitajazia. Bwana Yesu asifiwe. So the book of Isaiah is a prophetic book. Ni kitabu cha unabii. Tunajua nabii Isaya alianza kutabiri kuanzia kitabu cha Isaya sura ya 1, akitabiri kwa habari ya ole ole ole. Lakini kuanzia sura ya 6 alipokutana na Mungu, Biblia inasema inaanza kuonyesha anaanza kutabiri ujio wa Mwokozi, ujio wa Kristo Yesu, ujio wa Mesia. Kwa hiyo sura ya 7, sura ya 8 na sura ya 9 anaanza kutabiria habari za Yesu Kristo. And indeed, sura ya 9 ni unabii uliokamilika wa ujio wa Yesu Kristo. Is until ufungue macho yako na usome haya maandiko, utamuona Yesu Kristo katika kitabu cha Isaya sura ya 9. Kwa hiyo nimesema kichwa cha somo kinasemaje? The light has come, au nuru imetuzukia, au nuru imetujilia. So hatuwezi kupata sura nzuri kama sitakuelezea sura ya 8. Sura ya 8 mstari wa 21. Rudi hapo, sura ya 8 mstari wa 21 na 22, ili tupate kitu ninachotaka nikizungumze. Sasa nuru, anatabiri nabii Isaya kwa habari ya nuru iliyokuja. Kwa nini anatabiri? Mimi kulikuwa na giza. Okay, sura ya 8 mstari wa 21. Nao watapita katikati yake, wamezikika sana na kuwa na njaa, na itakuwa watakapoona njaa watalalamika na kuapa kwa mfalme wao na kwa Mungu wao na kuelekeza nyuso zao juu. Mstari wa 22. Nao wataiangalia nchi, na tazama shida, sema shida, giza, hapana changamko kwa sababu ya ziki. Nao watafukuzwa na kuingia katika giza kubwa. Kwa hiyo hapo ndipo mstari sura ya 8 inapoishia, inatupa picha kwa nini hiyo nuru imezuka sasa. Kwa nini? Tarudia 22. Nao watapita katikati yake, wamesikika sana. Ninayo habari njema ya mtu aliyekuwa katika ziki kubwa sana. Siku hizi 3 nataka nikwambie nuru ya Bwana itakuzukia na ziki yako itakoma katika jina la Yesu. Kama unaamini sema pastor, naamini. Glory be to God. Oh, nasikia uwepo wa Bwana mahali hapo umeshashuka. The Bible says, nao watapita katikati yake, wamesikika sana na kuwa na njaa, na itakuwa watakapoona njaa watalalamika na kuapa kwa mfalme wao na kwa Mungu wao na kuelekeza nyuso zao juu. Nao wataiangalia nchi, na tazama shida na giza. Nchi gani? Hiyo nchi ya Zabuloni, hiyo nchi ya Naftali. Hapana changamko. Nitakwambia kwa ajili gani hii nchi haina changamko. Kwa sababu ya dhiki. Nao watafukuzwa na kuingia katika giza kuu. Wako gizani, lakini wanafukuzwa zaidi waingie katika giza kuu. Nimekuja kuhubiria watu waliokuwa gizani. Nataka nikwambie siku hizi 3 utatoka katika giza lako kuu katika jina la Yesu.
giza kuu. Kuna watu wamefukuziwa gizani. Shetani amejitahidi kuonyesha jinsi gani wao hawastahili, lakini nataka nikwambie Kristo Yesu alikuja na nuru halisi. So sura ya 8 inatuonyesha kwa habari ya judgment ya Mungu kwa hizo nchi Zabuloni, ya kuwa hii nchi ina dhiki na matatizo. Lakini sura ya 9 inaanza kwa kutuonyesha matumaini, inatuonyesha unabii for the things to come. Inatuonyesha kwamba kutakuwa na furaha, kutakuwa na amani, kutakuwa na changamko, kutakuwa na maongezeko, kutakuwa na nuru katika bonde la uvuli wa mauti. Inatuonyesha ujio wa Mesaya. Watu wote waliokwenda katika giza wataona nuru, na wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru itawaangazia. Hii ikawa unabii katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. I want to tell you something. Nataka ukae kinabii. This is a prophetic conference also. So whatever we decree, that we decree in the months of prophetic, you should take it as yours, na kitu kinaenda kuumbika na kutokea katika maisha yako. Sasa kwa nini nchi ya Zabuloni na Naftali? Kwa nini? Najua hayo maandiko umeona, hata Yesu mwenyewe aliyarudia. Hata Yesu mwenyewe pia alinena mafundisho ya nabii Isaya. Lakini nataka nikuonyeshe kwa nini. Tutaenda huko na hisi kesho kutwa nitakuonyesha kwa nini Yesu alirudia. So nchi ya Naftali na nchi ya Zabuloni, Israeli kulikuwa na mfalme mmoja aliyekuwa anaitwa Mfalme Suleiman that time. Na Mfalme Suleiman wakati anatawala, siku moja kuna mfalme mmoja wa Tiro anaitwa Hiram. Mfalme Hiram alikuja na dhahabu, alikuja na miti ya mielezi, akampa Mfalme Sulemani ili aweze kujenga hekalu. Wakati Mfalme Sulemani anajenga hekalu, baadaye Mfalme Sulemani akamwambia, kwa sababu ya miti ulionipa ya kujenga hekalu, kwa hiyo mimi nakupa zawadi. Akaenda kumpa zawadi ya hiyo miji. Kulikuwa ni miji 20 ambao baadaye hizo kabila mbili ya Naftali na kabila ya Zabuloni, hizo kabila mbili ziliweza kupewa. Lakini kabla ya hapo, huyo mfalme aliweza kumkabidhi Hiram, mfalme wa Tiro, hizo nchi. Sasa the time goes, siku zilivyozidi kwenda mbele, yule mfalme alipoenda kukagua zile nchi, akasema, mfalme, umenipaje nchi ambazo nikizitazama naona mauti, sioni uhai kwenye hii ardhi. Kwa hiyo ile ardhi ndio inaitwa bonde la uvuli wa mauti. Wale wakao, kwa sababu kuna mfalme mmoja anaitwa mfalme wa Tiro, alipoenda baada ya kupewa zawadi. Ngoja nikusomee Wafalme wa kwanza sura ya 9. Wafalme wa kwanza sura ya 9 11 hadi 13. Basi Hiramu mfalme wa Tiro alikuwa amemletea Sulemani mielezi na miboroshi na dhahabu sawa sawa na haja zake zote. Ndipo mfalme Sulemani akampa Hiramu miji 20, sema miji 20 ya nchi ya Galilaya. Mstari wa 22. Naye Hiramu akatoka Tiro kuitazama hiyo miji Sulemani aliyompa, wala haikumpendeza. Mstari wa 13. Mstari wa 13. Akasema, tusome wote 1 2 3. Akasema, miji gani hii ulionipa ndugu yangu? Akaita nchi ya kaburi hata leo. Akaita nchi ya nini? Ya kaburi. The land of nothing, the land of death, the land that has no life. Sasa hiyo nchi ndio ilikuja kuwa nchi ya Naftali na nchi ya Zabuloni. Na ndio Biblia inaanza, nabii Isaya na tabia anasema, wale wakao katika bonde la nchi ya uvuli wa mauti. Hii nchi ilikuwa ni bonde, lakini mfalme Hiramu alipoenda kutazama akamwambia Sulemani, unawezaje kunipa hii miji? I don't see life in it. Akaamua kuita hiyo nchi nini? Kaburi, nchi ya kaburi. Kwa hiyo baadaye mfalme Sulemani, tunajua baada ya mfalme Sulemani kufa, ile nchi iligawanyika sehemu mbili. Nchi ya Israeli iligawanyika sehemu mbili. Kulikuwa na upande wa kaskazini au ufalme wa kaskazini, na kulikuwa na ufalme wa kusini. Ufalme wa kaskazini kulikuwa na makabila 10, na huko capital city yake ilikuwa inaitwa Samaria. Na ufalme wa kusini kulikuwa na makabila mawili, ambao kulikuwa na kabila la Yuda na kabila la Benjamini, na makao makuu yake ilikuwa ni Yerusalemu.
Kwa hiyo sasa baadaye Zabuloni na Naftali wakaweza kumiliki ile sehemu ya bonde la Galilaya, bonde la Galilaya ambao ni nchi ya kaburi. Na baadaye kukatokea vita iliyotokea. Kuna mfalme mmoja wa Ashuru, mfalme wa Ashuru akaifanya mateka nchi. Kwa hiyo nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali ilikuwa mateka chini ya mfalme mmoja wa Ashuru. Mfalme wa Ashuru akaitesa nchi kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo akipiga Israeli alikuwa anaenda kuweka makao yake, ngome yake katika nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali. Sasa Yesu Kristo anakuja kuzaliwa katika nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali. Najua unasema pastor, hatujaona hiyo kwenye Biblia. Yesu hakuzaliwa huko, wala Yesu hakutokea huko. Okay, let me read for you. Mathayo sura ya 2 mstari wa 22 hadi 23. Okay. Lakini aliposikia kwamba Arkelao anamiliki huko Uyahudi, mahali pa Herode babaya, aliogopa kwenda huko, naye akiisha kuonywa katika ndoto akasafiri pande za wapi? Galilaya. Kumbuka nimekwambia Zabuloni na Naftali ziko katika bonde la wapi? La Galilaya. Akaenda akakaa katika mji huo ulioitwa Nazareti. Kwa hiyo katikati ya miji hii ya Zabuloni kuna kamji kanaitwa Nazareti, ili litimie lile neno lililonenwa na manabii ya kuwa ataitwa Mnazarayo. Sasa unaweza kusema pastor, Nazareti nuru haikuwazukia. Okay, we'll go taratibu, tutaenda taratibu. Lakini baada ya habari ya kuwa Herode anataka kuua, ilibidi akimbilie tena aende wapi? Misri. Na alipotoka Misri alirudi wapi? Galilaya, Nazareti, akaitwa Mnazarayo. Sijui kama mnanielewa kidogo. Sasa let me continue. Mathayo sura ya 4 mstari wa 12 hadi wa 13. Ninajitahidi kukimbia haya mambo, ningefundisha taratibu ili mtu mmoja aweze kuelewa. Mathayo sura ya 4 mstari wa 12 na 13. Basi Yesu aliposikia ya kwamba Yohana amefungwa, alikwenda zake mpaka wapi? Mstari wa 13. Akatoka Nazareti. Nazareti iko ndani ya Zabuloni, iko ndani ya Galilaya. Akaja akakaa Kapernaum, mji ulio pwani, mipakani mwa nini? Mwa Zabuloni na nini? Na Naftali. So Jesus started preaching. Yesu alianza kuhubiri, alianza kutangaza nuru ya kuwa tubuni, ufalme wa Mungu umekaribia, akiwa Naftali, akiwa Zabuloni. Leo ukiwa na akili yako darasa la kwanza utanielewa. Nataka leo upate PhD ili nikutoe kule kidogo ni tuelewane. So binasema akatoka Nazareti akaja akakaa Kapernaum, mji ulioko pwani, mipakani mwa Zabuloni na Naftali. Kwa hiyo injili Kristo Yesu ameanza kuhubiri gospel as a Messiah. Alianza kuhubiri na Zabuloni na Naftali, Galilaya. Kumbuka huko ndo kule ambapo sura ya 8 katika kitabu cha Isaya vinasema ule mji ulikuwa na ziki kuu, ulikuwa una shida. Hebu rudi kule sura ya 8 Isaya. Nataka kidogo nikusaidie kuelewa. Sura ya 8 katika kitabu kile cha Isaya. Biblia inasema mstari wa 2, Isaya 8:21. Leo ndugu yangu wa media uko very slow. Nao watapita katikati yake wamezikika sana, kwa kuwa na njaa, na itakuwa watakapoona njaa watalalamika na kuapa kwa mfalme wao na kwa Mungu wao na kuelekeza nyuso zao juu. Watu wa Zabuloni, watu wa Naftali walikuwa ni watu waliokata tamaa sana. Nenda mstari wa 22. Nao wataiangalia nchi, na tazama shida na giza, hapana nini? Changamko, kwa sababu ya nini? Ya dhiki. Nao watafukuzwa na kuingia katika giza kubwa. Yesu anaweza akakusubiri uingie katika giza kubwa ili atokeze kama nuru kuu. Kwani Yesu alishindwa kuja kabla Zabuloni haina giza nene? Angeweza kuja,
lakini ili iwe nuru kuu, ili awe jua la haki na mbao zenye kuponya, alisubiri giza kuu. Sometimes Jesus anaweza akaacha ugonjwa wako ukaonekana kuwa ni wa mauti, kumbe ni kwa ajili ya utukufu wake. Twende sura ya 9. Twende sura ya 9 pale sasa. So the prophet Isaiah now prophesy kwenye eneo lenye giza, anasema lakini yeye aliyekuwa katika ziki hatakosa nini? Sema, japokuwa niko kwenye ziki nitapata changamko. Sema kama una mdomo. Kwa mara ya pili, kwa mara ya tatu, kwa mara ya 4, kwa mara ya 5, kwa mara ya 6, kwa mara ya 7. Pokea changamko wewe na wewe na wewe na wewe. Glory be to God. Hapo kwanza aliingia nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali. Nabii Isaya anamtabiri Yesu ambaye anakuja kutokea miaka 800 ijayo, na anazungumza wazi ya kwa huyu Yesu ataingia hapo kwanza mwa injili yake, ataingia katika nchi gani? Ya Zabuloni na nchi ya Naftali. Na tunaona Yesu baada ya kubatizwa anaenda katika nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali. Hapo kwanza anaingia katika aliingiza nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali. Naftali katika hali ya kuzaliwa, lakini zamani za mwisho amefanya kuwa tukufu. Zabuloni imekuwa tukufu. Hata leo Zabuloni ni tukufu. Kila mmoja leo anataka aende kutalii kule Yesu alipohubiri Kapernaum. Kila mmoja akienda Israeli anataka kufika. Imekuwa na utukufu. Ile nchi ambayo mfalme wa Elamu alisema hii nchi ni nchi ya kaburi, lakini leo ni nchi ya utukufu. Am I talking to somebody? Lakini zamani za mwisho wamefanya kuwa tukufu. Karibu na njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Ngoja nikimbie kidogo. Unaniruhusu niendelee mbele kidogo? Unaniruhusu niendelee mbele kidogo? So nikasema ufalme ukagawanyika, na baadaye Yesu Kristo akaja kuzaliwa huko, akatokea huko Nazareti, na baadaye akaelekea Kapernaum. So let me read for you. Tuliishia katika kitabu cha Mathayo sura ya 4:12 hadi 13. 12 hadi 13. Mathayo sura ya 4:12 hadi 13. Basi Yesu aliposikia ya kwamba Yohana amefungwa, alikwenda zake mpaka Galilaya. Akatoka Nazareti akaja akakaa Kapernaum, mji uliokuwa pwani mipakani mwa Zabuloni na Naftali. Kwa hiyo Yesu anaanza kuhubiri injili katika nchi ya Zabuloni na Naftali huko Kapernaum. Marko 1:21. Marko 1:21. Yesu anaanza kufundisha. Yesu anaanza kazi yake ya kufundisha kama rabi, kama mwalimu. Wakashika njia mpaka Kapernaum, na mara siku ya Sabato akaingia katika sinagogi akafundisha. Kwa hiyo Yesu ameanza kufundisha, ameanza kutangaza nuru. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu ni nuru. Kwa hiyo anaanza kuachilia nuru katika nchi iliyokuwa katika giza kuu, katika giza nene. Kwa hiyo nabii Isaya anajaribu kuconnect maisha ya Naftali na Zabuloni na maisha ya watu waliokuwa dhambini na nuru inayozuka kupitia kazi ya injili ya msalaba. Kwa hiyo nataka nikuonyeshe, this is the main thing. Zile zote ilikuwa ni story, lakini nikuonyeshe kwa Biblia ikitaja hata nchi haijataja kimakosa, ilikuwa inamaanisha something. So nabii Isaya anaposema waliokaa katika bonde la nchi ya uvuli wa mauti nuru imewazukia, nimekupa mfano wa jinsi Kristo Yesu alivyotokea katika nchi ya Zabuloni. Lakini sasa nataka nikuonyeshe kwa sisi wote tulikuwa katika giza. Sisi wote tulikuwa gizani. Lakini kuna siku moja mwinjilisti mmoja au nabii mmoja au mchungaji mmoja au mshirika mmoja ulikutana naye akakwambia habari za Kristo Yesu. Ulikatoka gizani na ukaona nuru imeazukia maisha yako. Sasa why Jesus started teaching? Kwani Yesu alianza na kufundisha, hakuanza na kuhubiri? Yohana sura ya 1 mstari wa 1. Hapo mwanzo kulikuwa kuna nini? Naye neno alikuwa kwa nani? Naye neno alikuwa nani? Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu.
vyote vilifanyika kwa nani? Wala pasipo yeye hakukifanyika chochote kilichofanyika. Mstari wa 4, ndani yake ndimo ulimokuwa nini? Uzima. So Jesus Christ appear as a life to the death place. Yesu anatokea kama uzima mahali palipokuwa na bonde la mauti. I don't know if I'm preaching to somebody. Mwambie jirani yako, uzima unatokea katika mauti yako ndani ya siku hizi 3. Bwana Yesu asifiwe. So the Bible says vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo huyo hakuna chochote kilichofanyika. Ndani yake, sema ndani ya Kristo Yesu, ndimo ulimokuwemo uzima. Ndani yake. So Jesus anatokea katika nchi ya Zabuloni, katika nchi ya Naftali, ambayo nabii Isaya alikuwa anatuonyesha hii nchi ina dhiki, nchi ina giza, hii nchi ni bonde la uvuli wa mauti. Lakini anatokea kwanza kama uzima. He appear as a life. Na ndio maana siku ukiokoka nasema ninakupokea Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakupa nini? Maisha yangu. By the way, wewe huwezi kumpa Yesu maisha. Yesu ndiye alikuja kukupa maisha. Kuna era ya theological misunderstanding ya sisi wahubiri. Sisi tunatakiwa tupokee maisha kutoka kwa Yesu, kwa sababu sisi tumekuwa na mauti, na hakuna siku mauti inaweza kumeza uzima, isipokuwa uzima unameza mauti. Niko na watu kanisani. Uzima unameza mauti, sio mauti inameza uzima. Kwa sababu Biblia inasema mauti, kuko wapi kushinda kwako? Kwa sababu nguvu ya mauti imemezwa na uzima ulio ndani ya Kristo Yesu. Ninatangaza kila mauti katika maisha yako imemezwa right now in the name of Jesus. Nasema kila mauti kwenye maisha yako imemezwa katika jina la Yesu. Nasema kila mauti kwenye maisha yako imemezwa na uzima ulio ndani ya Kristo Yesu. Glory be to God. Ninaona kabisa roho ya uzima inatembea tembea hapa juu. Nasema kuna mtu atakayesema amina kubwa, roho ya uzima inaingia ndani yake. Glory be to God. Hallelujah. Do you feel life? Unasikia uzima? Una feel life? Ndani yake ndimo ulimokuwamo na uzima. Na ndio maana Yesu hakusema ya kwamba nataka mnitembelee, amesema kaeni ndani yangu na mimi nikae ndani yenu. Hajasema kwanza mimi nikae ndani yenu, asa kaeni nyinyi, ingizeni kwa nguvu ndani yangu, alafu mimi nitakaa ndani yenu. Kwa nini? Ndani yangu ndimo kuna uzima, ndani yangu ndimo kuna maisha, ndani yangu ndimo kuna raha, nanyi mtapata raha nafsi ndani yangu. In me. Am I talking to somebody here? Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nini? Nuru. Kwa hiyo Yesu hakuleta nuru, lakini ndani ya uzima kuna nuru. Ndani ya uzima kuna nuru. Sio kwa maana nuru ni kitu kingine na uzima ni kitu kingine. Ndani ya huo uzima, ndani yake kuna department inaitwa Department of Light. Kuna idara ya nuru. Kwa hiyo mtu akiwa ndani ya huo uzima hawezi kutembea gizani. Na ndio kuna wimbo sana, natembea nuruni mwa Bwana, natembea nuruni mwa. Wewe hutaki kutembea gizani. Pastor, unajua mimi mwili unanisumbua, uko gizani. Pokea uzima. Nasema pokea uzima kwenye mishipa na mifupa na kwenye nyama zako. Oh my God, my God. I don't know if I'm speaking for 20 faithful members here. Naongea na watu 20 waaminifu wanaopokea uzima. Kama ni wewe sema napokea. Sema kama ni wewe sema napokea. Glory be to God.
uzima, na huo uzima ndio ilikuwa nuru ya watu. Kwa hiyo wale wanaokaa katika bonde la Zabuloni na Naftali, katika bonde la uvuli wa mauti, nuru imewazukia. Nuru imewazukia. Nuru imewazukia. Mstari wa 5 inasema nayo nuru, nayo nuru, nayo nuru. Ujue ile hali ngumu ya kimaisha ni kama kagiza lakini once you take this life alafu ukaenda nayo katika hiyo hali ngumu, hiyo hali ngumu ambayo ni giza inageuka kuwa nuru. Kwa sababu huwezi kulifukuza giza kwa kuliambia toka. Giza linaondoka baada ya nuru kuapia. So once the light appear, the darkness disappear. Nuru ikitokeza, giza linakimbia lenyewe. Na ndio Biblia inasema ni nani ambaye atadondosha, mwanamke gani atakayeondosha sumuni fedha shilingi chini ya kitanda chake, asiyewasha taa alafu akafagia. Mimi siwezi kufagia gizani kwa sababu huwezi kujua. Washa kwanza, washa taa. Light came so that the darkness will disappear. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Sema giza halitaniweza. Sema mara 7. Kwa nguvu iwe kwako katika jina la Yesu. Nasema iwe kwako katika jina la Yesu. So let me for today nimalize kwa kitu kimoja hapa. Nazareti akaja akakaa Kapernaum, mji ulioko pwani mipakani mwa Zabuloni na Naftali, ili timie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Nenda mstari wa 16. Watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu. Pigia mstari mwanga mkuu. Kesho nitazungumzia kwa habari ya mwanga mkuu. Tomorrow I'll talk about that great light. Watu wale waliokaa katika giza wameona nini? Mwanga mkuu. Nao waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, mwanga umewasukia. Huu sasa ni utimilifu wa unabii wa nabii Isaya sura ya 9. Hapa anakuja kutupa majibu yeye mwenyewe Kristo Yesu, ili maandiko na unabii uliotabiriwa na manabii upate nini? Kutimia. Tusome mstari wa 16 wote. Watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, mwanga umewazukia. Rudia tena. Sasa tuwachukue hawa watu ni sisi. Tutasomaje? Sisi tuliokaa katika giza tumeona mwanga mkuu, nasi tuliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, mwanga umetuzukia. Nataka turudie hadi ingie kwenye mifupa. Ingia kwenye mifupa. Si hizo mbavu zako zipone. I need that, the word of God. Biblia inasema Mungu analituma neno lake kutuponya. Na Bwana ananiambia kwamba ili andiko linaleta uponyaji. Right now. Kuna mtu, God is healing you. Your right side here. Ni kama mbavu zako zinakuuma upande wa kulia. God will heal you now. Ukisoma hilo andiko. Turudie. Sisi tuliokaa katika giza tumeona mwanga mkuu, nasi tuliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, mwanga umetuzukia. Tena sisi tuliokaa katika giza tumeona mwanga mkuu, nasi tuliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti,
mwanga umetuzukia. Mpigie Bwana makofi mazuri. Ongeza makofi. Hebu punguza uchoyo. Hebu mpe Bwana Yesu makofi mazuri. Nasema kama nuru imekuzukia kwenye nyumba yako, imekuzukia kwenye maisha yako ya kiroho, imekuzukia kwenye biashara yako, shangilia hiyo nuru kuu katika jina la Yesu. Nasema shangilia mwanga mkuu. Tusome hilo andiko tena kwa sauti kuu. Nasi tuliokaa katika giza tumeona mwanga mkuu. Nasi tuliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, mwanga umetuzukia. Glory! You can shout to that. Unaweza kumshangilia Bwana kwa habari ya mwanga. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako ukimshangilia Bwana. Mwambie Bwana asante kwa mwanga. Asante kwa uzima. Ndani yako kuna uzima, na uzima ni nuru ya watu. Tangaza giza litaniweza, maana nuru imenizukia. Open up your mouth. Fungua kinywa chako. Open up your mouth. Open up your mouth. Sijaona watu wanaingia katika ufalme kwa nguvu. Tangaza, decree and declare, decree and declare, decree and declare. Tangaza, nilikaa katika bonde la uvuli wa mauti, lakini nuru imenizukia leo. Nuru imenizilia. Nuru imeingia nyumbani mwangu. Decree and declare. Ninakupa dakika 2 za kuomba ukiwa unapiga makofi. Na haya ni maombi ya kutangaza. Tangaza. Nilikaa katika bonde la uvuli wa mauti. Nilikaa gizani, lakini nuru imenizukia. Lakini mwanga mkuu umenizukia. Open up your mouth. Open up your mouth. Unapotangaza ndivyo malaika wanapochukua maneno yako na kuyathibitisha. Open up your mouth. Utakusudia neno nalo litathibitika, nalo litatokea. Pokea nuru kwenye hiyo ndoa, kwenye mahusiano. Pokea nuru kwenye afya. Pokea nuru kwenye uti wako mgongo. Pokea uzima kwenye nyama zako, kwenye mishipa yako. Pokea uzima. Hiyo chembechembe ya kansa iondoke, kisukari kiondoke. Ndani yake ndimo ulikomo uzima. Hebu mshangilie Bwana kwa kukaa ndani yake. Mtukuze Bwana kwa kukaa ndani yake. Open up your mouth. Glory be to God. Pigia Yesu makofi mazuri. Muongezee Bwana Yesu kwa nuru yake aliyokuja nayo. Muongezee Bwana Yesu makofi kwa uzima. Uzima kwenye afya yako. Mwambie Bwana Yesu asante kwa uzima. Asante maana umenijia bonde. Mimi ni lile bonde la uvuli wa mauti, lakini ninakushukuru maana uzima umelijilia hili bonde. Uzima umelijilia hili bonde. Nathanieli akasema, je, jambo jema laweza kutoka Nazareti? Ninayo habari ya kuwa jambo jema litatokea kwenye maisha yako. Maana Biblia inasema hiyo nchi japokuwa ni nchi ya kuzikika sana, lakini mwisho wake utakuwa na utukufu. Nataka nitangaze jambo jema litatoka kwenye nyumba yako. Jambo jema litatokea kwenye biashara yako. Je, jambo jema laweza kutokea Dodoma? Ndio. Kama lilitokea kwenye nchi ya mauti, kama litokea kwenye nchi ya kaburi, linaweza kutokea kwako. Jambo jema likatokea katika maisha yako in the name of Jesus. Glory be to God. Nyanyua mikono yako juu. Thank you Jesus. Father, in the name of Jesus. Jambo jema laweza kutokea kwa huyo mtu. Kama ile nchi ya Zabuloni, hata nabii aliikatia tamaa. Akasema hii nchi ni nchi ya bonde la uvuli wa mauti. Hata Hiramu yeye mwenyewe akakata tamaa japokuwa alipewa zawadi. Akamwambia Sulemani, wanipaje nchi hii ambayo ni nchi isiyozalisha chochote? Lakini Yesu ulitokea katika hiyo nchi isiyo na chochote ili kuifanya kuwa chochote. Ninakuomba jioni ya leo kama kuhani wa madhabahu hii, umfanye mtu huyu kuwa kitu cha thamani. Umfanye mtu huyu kuwa mtu wa maana. Umfanye mtu huyu kuwa mtu mkuu. I decree and I declare over your life.